Karibu katika episode ya 10 ya recap yetu. Kama bado hujitazama sehemu ya 9, kisha unagusa pop up kinatokeza juu kabisa upande wa kulia maskini mwako ili tuweze kwenda pamoja. Okay, tulipokuwa tumekomea ni mara baada ya kumshuhudia mwamba mmoja ambaye alikuwa amebandika picha za watu wote walioweza kufariki. Lakini tukaondoka na swali moja tu, ni nani huyu ambaye anahusika katika mauaji hawa watu? Basi kabla ya kuendelea, kisha kwamba unagusa alama ya kulike. Kumbuka kwamba leo ni bandika bandua, hatulali hatupoi. Kwa kama mtakuwa mnazidi kulike kwa kadri mnavyoweza, basi ndivyo ambavyo recap nyingi zitakuwa zinatoka kwa speed kama hivi. Na tena kila picha ilikuwa imewekewa alama ya X ya wote walioweza kutangulia, na picha iliyokuwa inafuatia ni ya mwamba Yang Hu. Sasa je, ni nani anayefanya matukio haya? Lakini jambo la kushangaza ni kwamba siku ya kesho yake mwamba Yang Hu alimfuata bidada na kumwambia kwamba anahitaji waweze kuachana, hahitaji kabisa kuendelea kudeti na huyu bidada. Wakati watu wote baada ya kuachana na wenza wao huwa hawali kabisa, basi bidada alikula sana siku ile ili kuweza kumsahau mwamba, lakini kadri anavyozidi kula ndivyo anavyozidi kumkumbuka jamaa. Bidada alilia kila akikumbuka momenti nzuri aliweza kuspendi na mwamba. Jamani, mimi namkosi gani jamani, wanaume wote naachana nao tu. Lakini mwamba Kang Hu alikuwa akimshuhudia bidada namna anavyolia. Ikabidi kumfuata moja kwa moja mwamba Yang Hu na kumwambia kwamba kwani unaruhusu bidada aanze kutoka na machozi namna ile? Lakini mwamba Yang Hu akasema kwamba kadri ninavyozidi kuwa jirani na bidada ndivyo ninavyompenda zaidi. Iko siku nitashindwa kutimiza ahadi zote nilizoweza kumwahidi na wasiwasi katika hilo. Kwa hiyo sihitaji kabisa kumuumiza baadaye. Mwamba Kang Hu akatumia hii kama fursa kwenda kumfariji bidada, akamzungusha maeneo tofauti tofauti huku akiwa amemnunulia baadhi ya visendo kama vya watoto wadogo, kitu ambacho kikaanza kumfurahisha bidada. Na mwamba Kang Hu akataka kuonekana tofauti kabisa na alivyokuwa anaonekanika kabla, akamsii dada yake amtafutie nguo nzuri sana zitakazomsababisha aonekane kisasa. Siku ya leo akaenda kumtembelea bidada akiwa amembebea zawadi ya maua. Mwamba alimwomba bidada aweze kutoka siku ya leo, na bidada hakuwa na namna yoyote ile isipokuwa kumkubalia mwamba, kwa sababu kwanza alipigwa na butwa kuweza kumwona mwamba anaonekana vizuri, sio poa yani. Lakini kadri bidada anavyozidi kucheza na huyu mwamba Kang Hu ndivyo ambavyo akawa anazidi kumkumbuka mwamba Yang Hu, kila moment nzuri walioweza kuipitia pamoja. Mapenzi yana nguvu jamani. Lakini pia upande wa mwamba Yang Hu kila wakati akawa anaambiwa kwamba anatakiwa kumsahau bidada, afanye mazoezi fulani hivi, lakini kadri anavyolitajiwa hilo jina la bidada Soji, basi anajikuta anamkumbuka zaidi. Bidada Mian baada ya kusikia kwamba hawa wawili wamekwisha kuachana, basi akaanza kumwambia jamaa kwamba niko tayari sasa hivi kuwa na mwanaume mmoja tu, natamani nibakie na mwanaume mmoja tu. Mwamba alikuwa amemuelewa bidada anamaanisha nini, lakini mwamba harudiagi makombo hata siku moja. Lakini wakati mwamba Kang Hu akiwa anarudi na bidada Soji kule nyumbani, alishangaa kuona kwamba nyumbani kwa bidada Soji kuna maua kama yote hivi, afu kuna taa nyingi sana zimeweza kupambwa pale. Akasema kuwa hakuna mwingine atakuwa amepamba hivi zaidi ya kwako wewe. Jamaa akasema ndio, ni mimi nimeweza kupamba. Na mwamba akaongeza kwa kusema kwamba nilikuwa nahofia juu ya usalama wako. Kauli hii ikawa imemkumbusha bidada zamani kidogo, kipindi ambapo alikuwa ni marafiki wa karibu, walikuwa wanafika maeneo mengine wanaambiwa kwamba wao ni wapenzi, lakini jamaa alikuwa anakataa. Bidada kila akikumbuka hayo akaanza kuzingatia kwamba kwa nini simpime huyu jamaa DNA yake, huenda ndo atakuwa ni mtu ambaye ananifaa mimi. Siku ya leo yule mwanamke ambaye siku za hivi karibuni alitaka kujirusha katika gorofa, leo ndio siku yake ya kuweza kujifungua. Na mwamba Yang Hu ndiye alikuwa anahusika katika kumzalisha mwanamke huyu. Kweli kabisa alijifungua mtoto salama, lakini mwanamama alitiririka damu nyingi sana. Mwisho wa siku ikabidi kuhangaikiwa na kuweza kutibiwa, na mwisho wa siku alifanikiwa kuweza kumtibu. Lakini alipotoka katika kile chumba akaingia katika chumba cha pili kwenda kumtembelea mama yake na kumjulia hali. Lakini alipokuwa akimwangalia mama yake akawa anakumbuka kuwa mama yake hakutamani kabisa mwanae awe na tabia mbaya katika masuala ya mahusiano. Akawa amekumbuka kwenda kumwomba msamaha bidada. Lakini mwamba Yang Hu akiwa njiani kuelekea nyumbani kwa bidada alishangaa kuona kuwa njiani baba yake na mwamba Kang Hu alikuwa ameanguka chini na alikuwa akimsaidia bidada. Moja kwa moja akawa amempakia na moja kwa moja akawa anampeleka hospitalini. Walijaribu sana kumpigia mwamba Kang Hu, lakini kwa bahati mbaya jamaa kuweza kupokea simu kwa sababu alikuwa busy sana na shughuli za uokozi. Lakini ule muda wanafika hapa katika eneo la hospitalini, wanakutana na watu wa fire wengi sana wakiwa wanalia sana. Mwisho wa siku mwamba Kang Hu na akawa anaingia katika eneo lile. Moja kwa moja bidada kidogo akawa anapata amani. Bidada alipoona sini hii akawa anakumbuka ile siku ambayo baba yake alikuwa amepoteza maisha. Bidada akajikuta analia tu, na mwamba ndo alikuwa mtu wa kwanza kuweza kumfariji. Bidada Sojing alienda akamfuata mwamba na kuweza kumkumbatia, lakini alipogeuza sura yake nyuma kumtazama mwamba Yang Hu akagundua kwamba jamaa aliondoka kitambo sana. Lakini siku ya leo mwamba Kang Hu alikuwa amemwalika bidada katika eneo fulani hivi la mgahawa ambapo wapenda nao huwa wanakutana. Kila wanapokutana na kila wanapotazamana huwa mioyo yao inaenda mbio sana, ni kama vile wana mapenzi ndani yao hawa watu. Lakini mwamba alikuja kugundua kwamba bidada ni kama bado ana kumbukumbu za mwamba Yang Hu, na akaamini kwamba atazidi kusubiria kwa muda kidogo na bidada atakwenda kumsahau mwamba na yeye atachukua nafasi hiyo. Lakini mwamba Yang Hu alikuwa anasikia stories kwamba baba yake alikuwa akisapoti kituo fulani cha watoto yatima.
nzima. Ikabidi kuja kutembelea hapa na alikuja kugundua kwamba ndani ya miaka 20 babake ndo alikuwa supporter mkuu katika kituo hiki, lakini sasa hivi amefariki, hali imekuwa tete kidogo. Lakini wakati anaangalia picha za watoto wote katika hichi kituo cha watoto yatima, akaja kugundua kwamba kuna picha za watoto wa zamani kidogo, ni kama aliwahi kumuona huyu mtoto, sijui ni nani huyu mtoto. Akakumbuka kwamba siku moja babake alikuwa anachepuka sana. Sasa akataka kwenda kumtembelea huyo mama ambaye anachepuka na babake, lakini ule mtoto wa huyo mchepukaji alikuwa amekasirika sana, na ndio huyu anayemuona katika picha. Tena huyo mtoto akawa anamwambia Yang Hu kwamba unasemaje mama yangu anachepuka na babako? Lakini Yang Hu akasema kwamba ni kweli kabisa, mama yako anachepuka na baba yangu, anasababisha ndoa ya mama yangu isiwe na amani kabisa. Lakini alipouliza kwa habari ya huyo mtoto akaambiwa kwamba huyu jamaa kwa sasa hivi ni mchungaji bana. Lakini kumbe katika dakika hizo hizo mwamba Andrea ndo alikuwa anapita katika mitaa hiyo na akaweza kumuona mwamba Yang Hu, na Yang Hu akamuuliza, je, unawakumbuka watu wengine ambao tulikuwa nao katika udogo ule? Lakini jamaa akasema kwamba mimi kutokea kipindi hicho nilikata kabisa urafiki na watu, nikaamua kumtafuta Mungu. Lakini huyu mwamba Andrea alikuwa na wasiwasi sana. Kumbe bana, hata ule moto ulioweza kuiua familia ya mwamba ilisababishwa na huyu jamaa, kwani katika simu anaonekana kuwa na picha ambayo inaonyesha tukio zima. Na kumbe mwamba Andrea ndiye aliyekuwa amevamia katika kile kituo cha kuweza kukuzia maua na ndiye aliweza kufanya mlipuko pale ndani. Kwa amejificha katika kofia ya uchungaji, lakini kumbe ni muuaji wa siri. Bwana, kwa hiyo wote mmekosa zawadi katika ile episode iliyopita, kwani niliuliza ni nani ambaye anahusika na mauaji haya. Na kumbe mwamba mpaka dakika hii target yake ni moja tu, mwamba Yang Mu lazima amuondoe ulimwenguni. Huku ndani bidada Sojin ana mawazo kweli, yani anawaza maisha yake yatakuwaje, lakini ghafla toka amepokea ujumbe fulani ukimwambia kwamba zile kazi mlizoomba kujitolea kufanya muda wake umeweza kufika. Na kumbe yeye na mwamba Yang Mu wakati ule penzi lao limenoga kweli, walikubaliana kufanya kazi za kujitolea katika jamii na kusaidia watu. Sasa muda umefika tayari wameshatengana. Akawa nawaza bidada, niendeje huko, na kama nikienda lazima nitakutana na mwamba Yang Mu. Bidada akataka kucancel kabisa ile routine, lakini akaambiwa kwamba hiyo haiwezekaniki kabisa, lazima ahudhurie kazi za kujitolea. Wakiwa kwenye basi, bidada akavaa kofia moja kubwa sana huko amevalia miwani, lakini huku anaendelea kufanya kazi zao eti anazidi kujificha mwamba asimuone. Basi wakawa wameingia katika maeneo ya mto na kuendelea kusafisha, ila katikati ya kufanya usafi akashtukia kwamba kuna mzinga wa nyuki katika mitaa hii. Akataka kuanza kupiga makelele, mwamba akamfuata na kumwambia kuwa haya maeneo yanahitaji utulivu, usitaki kabisa upige makelele, sawa jeshi. Mwamba akamshika mkono bidada na akamkimbiza mpaka juu kabisa huko, kwa sababu hakutakiwa kupiga kelele, la sivyo angewatibua wale nyuki. Lakini wakaja kushtukia kwamba mikono yao bado ilikuwa imeweza kushikana, ikabidi kuweza kuachiana. Lakini wakati huo bidada akashangaa kuna nyuki mmoja anamfuatilia zinzi. Nyuki huyo kapita naye moja kwa moja, mwamba akabidi kumbeba bidada na akawa anampeleka hospitali ya jirani. Hasa baada ya bidada kutokea kule katika sehemu ya kuvolunteer ama kujitolea, moja kwa moja akawa anarudi, lakini mwamba Kang Hu alikuwa akimsubiria bidada katika kituo cha basi na aliweza kumuona pia mwamba Yang Hu, akawa amempokea bidada na kuondoka naye. Baadaye kidogo nyakati za usiku, bidada Mihane akamfuata mwamba Yang Hu na kumwambia kwamba unaonaje kama ukiwacha wale wawili wapendane tu, mbona inaonekana kama vile wanapendana afu wanajuana kutokea wakiwa wadogo. Lakini mwamba Yang Hu akasema kwamba siko tayari kumwacha bidada, anashangaa siwezi tu. Mwanadada Mihane akamwambia mwamba, kwa nini tu usirudi kwa bidada na ukamwambia kwamba bado unampenda kuliko hivyo unavyofanya kujaribu mioyo ya watu hivi? Unajua unakela wewe, kuna mtu atakuja kufanyia jambo baya, wewe hautakaa uamini. Unajua bidada akamwambia kuwa mimi niko tayari kukupokea wewe hata kama Sojin atakuwa amekukataa, lakini nakushauri ukamwambia bidada kwamba unampenda, na kama atakataa basi rudi tu kwangu, mimi naweza nikakupokea pia. Kweli kabisa mwamba akajawa na ujasiri, akamfuata bidada Sojin na kumwambia kwamba ninahisi kabisa nina makosa kutoka siku ambayo nimekupenda, nashindwa kabisa kusahau pendo lako, nahisi kama vile sistahili kukuacha wewe. Kifupi ni kwamba naomba nafasi nyingine, naomba turudiane. Lakini bidada japokuwa anampenda jamaa, ila akasema sikutaki na siko tayari kukurudia. Lakini dakika hizo hizo mwamba Kang Hu akawa ameingilia pale na kusema kwamba bana, ameshakukataa usikii, hebu ondoka hapa. Akawa amemsukumiza jamaa na kuweza kumtoa, lakini mwamba Kang Hu akaamua kuitumia hii kama fursa, ikabidi kumwambia bidada kwamba anampenda sana, na wakati huo akawa anamsogelea lengo ampige kiss, lakini kwa bahati mbaya bidada alikuwa anaogopa, akaweza kuangusha chungu cha maua. Lakini mwamba alipojaribu kuangalia hichi kilivyoweza kuanguka, akagundua kwamba ndani yake kuna sodium ama vitu fulani ambavyo vinahusiana na milipuko kidogo. Akawa anawaza kwamba hivi vitu vimeingiaje hapa, na kumbe mwamba Andrea baada ya kufanya malipuzi akachukua haya maua yanayotumika kufanya malipuzi akayaleta hapa katika nyumba hii, na akasema kwamba ametumwa na mwamba Kang Hu. Mwamba Andrea alipiga mahesabu yake vizuri sana na alikuwa na maana ya kuweza kuleta haya maua hapa ndani, lakini hesabu zake hazikwenda vizuri kwa sababu hakutegemea kwamba ili ua lingeweza kuvunjika siku ya leo. Kwa lugha nyepesi ni kwamba kuna mlipuko ungekuja kutokea katika nyumba hii, na mwamba Kang Hu kwa sababu anafanyia fire alielewa kabisa kwamba huu ulikuwa ni mlipuko ambao ulitegwa nyumbani kwa bidada. Sasa akawa anajiuliza ili ua liliingiaje hapa ndani, lakini mwamba ili kuto kumtibua kabisa bidada akasema kwamba ulipata zawadi yangu bidada akasema ndio nilipata. Akamwambia sawa basi nakupatia muda kufikiria ombi langu lile la kuwa wapenzi, sawa. Akachukua ile ua na kuondoka nalo, na mwamba Kang
Kang-woo akaenda kutoa ripoti katika kitengo chake cha fire na kusema kwamba kuna kama vilipuzi vilikuwa vimepandikizwa nyumbani kwa bidada. Akavijaribu pale na ni kweli kabisa vikawa vimelipuka. Mwamba akawa amefanya utafiti kugundua uuzaji maarufu sana wa maua yale. Mwisho wa siku akaenda kutembelea lile duka. Lakini huku upande wa pili alikuwa amemwandalia bidada fire extinguisher, vile vizima moto vingi tu akawa amempatia na akawa anamfundisha namna ya kuweza kuvitumia. Na akamwambia bidada kwamba ukipata ajali yoyote ya moto tumia hizi fire extinguisher, ni muhimu sana kuziweka jirani na wewe. Mwamba Yang-ho ana mpango wa kumsafirisha mamake kumpeleka nje ya nchi kwa ajili ya matibabu zaidi, na pia akaenda kumtembelea Mwamba Kang-woo na kumwambia kwamba anamsafirisha mama kwenda naye nje ya nchi kwenda kumtibia ugonjwa wake. Lakini Mwamba akamsihi kumtunza sana bidada Sojin, akiamini kwamba kama bidada atakuwa amemsahau basi ana nafasi ya kuingia naye katika mahusiano, lakini kama hatomsahau basi hakikishe kwamba anamlindia pia. Lakini pia Mwamba akawa amekutana na bidada Mihan na kumwambia kwamba ninakwenda kusafiri siku za hivi karibuni. Naye bidada akasema nahitaji kusafiri pamoja na wewe, lakini Mwamba Yang-ho akasema hapana, siko tayari kusafiri na wewe wala mtu mwingine yoyote zaidi ya mamangu. Lakini Mwamba Kang-woo akaamua tu kumwambia Mwamba Yang-ho juu ya maua yale ambayo aliyakuta nyumbani kwa bidada, na akamwambia kuwa ni kama bidada alitegewa vilipuzi na sijajua ni nani aliyeweza kufanya tukio lile. Lakini pia Kang-woo akasema kwamba mtu ambaye ameweza kutega vile vilipuzi kwa bidada Sojin anaonekana kuwa anahusika sana katika kifo cha baba yako pia, kwa sababu mazingira ya vitu vilivyoweza kutumika vinafanania sana na vile vilivyoweza kutumika kwa baba yako. Mwamba Yang-ho aliumiza sana kichwa chake akifikiria ni nani atakayekuwa anahusika na tukio hili. Akawaza sana, lakini mwisho wa siku akahisi mbona ni kama vile Andrea huyu anaweza akawa anahusika. Akataka kupiga simu sehemu kutaka kutafiti juu ya habari ya Andrea, lakini Mwamba akaamua kwenda katika lile duka ambalo linauza maua. Akagundua kwamba maua yale ambayo yalifumwa nyumbani kwa bidada yako mengi sana katika eneo hili, na alipoendelea kukagua hapa akakutana na picha ambayo inaonyesha Mwamba Andrea akiwa amepiga picha katika maeneo ya kanisa. Lakini katika harakati za kuendelea kutembea hapa ndani na kupeleleza, ndipo akaja kugundua kwamba kuna picha za familia yake nzima, lakini pia bidada Sojin amewekewa X na picha yake iko pale. Lakini ile Mwamba anageuka tu. Aisee, tukutane katika episode inayofuatia ambayo itakuwa ndio ya mwisho kabisa recap yetu. Nikusitu kugusa alama ya kusubscribe kama bado, lakini pia usisahau kugusa alama ya kulike, kwani kila tunapofikisha like 100 tunasonga mbele.